our party means there must be internal. Tukisalia kwenye masuala ya siasa, umaarufu wa Rais William Ruto katika eneo la Mlima Kenya sasa umewekwa kwenye mizani siku moja tu baada ya kukamilisha ziara ya maendeleo kaunti ya Murang'a. Haya ni kutokana na matukio na semi kutoka kwa baadhi ya wakazi wa eneo hilo ambao wanachangia pakubwa kuchaguliwa kwa William Ruto kwenye uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Clement Masombo anaeleza zaidi. Ziara ya Rais William Ruto ya kaunti ya Murang'a ilikamilika na kuambatana na matukio yaliyoshangaza wenyeji na taifa zima. Kwenye tukio moja lisilo la kawaida, baadhi ya vijana walionekana wakichoma mavazi na kofia za chama cha UDA huku wakiimba nyimbo za kusifia mrengo wa upinzani. Haya yalijiri muda mfupi tu baada ya rais kukamilisha shughuli zake za siku ya kwanza ya ziara hiyo. Baadhi ya miradi aliyozindua na kukagua ni pamoja na ujenzi wa bweni katika chuo cha kiufundi cha Kiharu, kuzindua kituo cha mawasiliano na teknolojia chuoni humo, kuanzisha ujenzi wa nyumba za makazi ya maafisa wa gereza la Murang'a, kukagua ujenzi wa uwanja wa michezo wa Mombi mjini Murang'a, miongoni mwa miradi mingine. Ila sasa hisia kinzani zimeibuka miongoni mwa Wakenya, huku wengi wakimkosoa rais kwa madai kwamba baadhi ya miradi aliyozindua ilikuwa imezinduliwa kitambo na mbunge wa Kiharu Ndindi Nyoro, ambaye ni mmoja kati ya wakosoaji wakubwa wa utawala wa Rais Ruto. Kwa wakati mmoja, waziri wa ardhi Alice Wahome alilazimika kukatiza hotuba yake alipojaribu kumshambulia mbunge Ndindi Nyoro ambaye hakuwa kwenye msafara wa rais. Hii serikali tulichagua. Hatuwezi kutukana rais na tugojee barabara. Hatuwezi kutukana rais ama naibu wake Kithure Kindiki. Hiyo majina nyingi atijui Sabrano Angahot. Hatuna deputy president mwingine. Maswali pia yameibuka kuhusu watu waliohudhuria mikutano ya rais, huku tetesi zikitoka kwa wanasiasa wa upinzani kwamba wengi kati ya waliohudhuria mikutano hiyo walitoka kaunti ya Nairobi. Clement Masombo, KTN.